Wanatuanganya kila siku hawa. Majibu mepesi. Bora tupigwe bunduki jamani. Sio kupigwa bunduki. Yaani serikali ni ya kwetu na amani. Maisha ni kwetu. Majibu yao kila siku wanatudanganya. Angalia jamaa. Huyu jamaa nani kafungua barabara kule? Nani kafungua barabara? Hapa mnafundishwa ni kule. Baada ya wananchi wanaoishi katika mtaa wa Nadokati katika kata ya Muriet iliyopo mkoani Arusha kufunga barabara kwa zaidi ya saa 6 wakiitaka serikali kurekebisha barabara hizo, hatimaye meya wa jiji la Arusha Maximilian Irange akiwa ameongozana na katibu mwenezi wa Chama cha Mapinduzi CCM mkoa wa Arusha wamefika katika barabara hiyo, huku meya wa jiji la Arusha akipeleka mitambo ikiwemo kreda kwa ajili ya kuanza mchakato wa ukarabati wa barabara hiyo, ambayo inaelezwa kwamba mkandarasi aliyepewa kazi ya kutengeneza barabara hiyo amekuwa akisuasua kwa kipindi cha muda mrefu, jambo ambalo linapelekea shughuli mbalimbali za kibinadamu kukwama katika eneo hilo kutokana na usafiri na kuleta athari mbalimbali ambazo zilipelekea wananchi kufunga barabara hizo. Na haya ndo maagizo aliyoyatoa meya wa jiji la Arusha baada ya kufika katika eneo hilo, huku akiwataka wananchi kuendelea kuwa watulivu wakati swala hilo likifanyiwa kazi. Kwa sababu tatizo tumeshaliona, serikali yenu iko makini, imekuja. Kwa sasa hivi jambo la mkandarasi, jambo la diwani, jambo la mwenyekiti wa mtaa, tuangalie namna barabara inafanya nini? Inapitika. Na bahati nzuri nimekuja na mwenezi wa chama wa mkoa. Huyu kwa hadhi yake asingetakiwa aje kwenye nini? Kwenye mitaa. Lakini alinipigia, DC akanipigia, nikamwambia nakuja. Mimi nimekuja hapa niombe wananchi kwa pamoja tushirikiane kuhakikisha jambo hili linaenda vyema. Mitambo hii imekuja hapa, itasaidia hapa kwenu, ikimaliza itaenda tena mashariki nako kuna changamoto. Alafu ikitoka hapa tutaangalia na sehemu nyingine na nyingine na nyingine, lakini tumewaelekeza TARURA wakandarasi wao wote wawe site kuanzia wakati huu. Na nafikiri watakuwa hapa, sijui wako wapi. Ili wa nini? Nimeona changamoto kubwa kama pale. Wewe niambie pale sasa mtoto akitumbukia pale si anakufa? Mheshimiwa Meya, kwa hiyo rai yangu kwenu weni watulivu. Wakati serikali inafanya nini? Inafanya sehemu yake. Lakini changamoto tumeiona. Na serikali haiwezi kuwakimbia wananchi wake, inawakimbia ili enda ikamhudumia nani? Ndio maana mimi nimegeuza kutoka Makuyuni, nimekuja hapa kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya jambo hili. Natoka hapa naenda mtaa wa nini? Wa mashariki. Nafikiri nimeambia nako kuna changamoto. Leo ni kwamba lengo kubwa, mimi nawapa moyo. Mimi nawapa moyo. La pili nawapa pole kwa haya yaliyotokea. Lakini la tatu, tukumbuke pia mvua ni nini? Ni matukio ya kiasili. Inaweza ikasababisha mafuriko mahali popote. China kuna saa tetemeko la ardhi inaweza kupoteza karibu mji mzima. Na haki huwezi kufanya nini? Kuzuia. Matukio ya asili kuna saa hayazuiliki. Mvua za mwaka huu zimechelewa kuja, lakini zimekuja sasa kwa wingi. Kwa hiyo mimi naomba tuombeane na tumshukuru Mungu pia mpaka dakika hii kwa hali ambayo mvua imepiga, hakuna maisha yaliyopotea jamani. Kweli au sio kweli? Kwa hiyo tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu. Lakini Mheshimiwa mkuu wa wilaya Bwana Mkude amewapa pole sana, yuko safarini. Lakini Mheshimiwa Paul Christian Makonda, mkuu wenu wa mkoa, naye yuko nje ya nini? Ya Arusha, amewapa pole sana. Na mimi nimekuja hapa kuwawakilisha kama viongozi wangu wa kiwilaya na kimkoa. Lakini chama chenu kiko pamoja na nyie. Mwenyekiti wa chama wa wilaya pia na wa mkoa wanawapa pole. Naomba kwa pamoja jamani tushirikiane kuhakikisha jambo hili linaisha salama. Na niombe tusiongee sana, kwa sababu hata tukiongea sana changamoto imekuwa nini? Imekuwa changamoto, lakini si inaonekana sasa hivi kuna kitu inafanyika. Kwa hiyo turuhusuni sisi tuende wapi? Kule kwa wenzenu kule ushauri, lakini mashariki watu wawili pengine au watatu wa kushauri, sio wa kupambana. Kinachohitajika ni barabara. Hatuna kingine kabisa. Hatuna kingine. Yaani hapa kinachohitajika ni nini? Barabara. Sisi tuna shida na barabara. Hatuna shida na mtendaji, hatuna shida na diwani, hatuna shida na mwenyekiti, tunataka barabara inayopitika. Sasa Mheshimiwa Meya, umesema utaenda kuangalia mikataba. Barabara hii imetengenezwa kwa muda mrefu. Lakini pia inatengenezwa, wanasema vifusi havifiki kama vilivyo. Sisi kama Chama cha Mapinduzi, Mheshimiwa Meya, tunakuomba fika ofisini, tunataka tuambiwe hapa kwenye mkutano. Tena ufanyike barabara hii
lini barabara hii inaisha, na mkandarasi aje atuambie vifusi vinavyohitajika kumwagwa hapa. Sisi wananchi, kwa sababu viongozi wetu tuliowachagua hawaji kusimamia, tutasimamia wenyewe. Tutasimamia wenyewe, mlivyotuambia malori ni mangapi tutasimamia wenyewe. Na mimi nataka niwaambie wananchi wa Muriet, Chama cha Mapinduzi hakitoacha kuendelea kuisimamia serikali yake. Na mimi nitakuwa na nyinyi kuhakikisha kila kifusi ambacho kimepangwa kumwagwa hapa kitamwagwa hapa. Mheshimiwa Meya, tunasubiri kikao chako na wananchi wa Nado tuko tayari kukusubiri na utuambie barabara itaisha lini. Kwa hiyo tunakuomba, kwanza tunakushukuru kwa kuja, tunakushukuru sana kwa kuja na kujali. Huu ni uongozi, ndio maana ya uongozi. Uongozi sio kukimbia. Uongozi ni kuja kutoa majibu na majawabu kwa wananchi wako. Tunakushukuru. Hujaogopa kupigwa, hujaogopa kutukanwa, kwa sababu kiongozi ni jalala. Na mimi kama Chama cha Mapinduzi sijaogopa kutukanwa, sijaogopa kupigwa, kwa sababu uongozi ni nini? Na tulishaahidi barabara zinazopitika. Sasa ni hivi, hapa tunahitaji barabara. Hatuna shida na rangi ya paka, tunahitaji paka mwenye uwezo wa kukamata panya. Kwa hiyo tunawaomba sana Mheshimiwa Meya, tunaomba sana, tunahitaji barabara. Ndugu zangu watu wa Nado, nataka niwaahidi mimi mwenezi wenu wa mkoa, ukiwa muongo kwa umri huu, uzeeni lazima utakuwa mshirikina. Na kazi ya ushirikina siiwezi. Nataka niwaambie, nitasimama kidete na nyinyi kuhakikisha barabara hii inaisha kwa wakati, na moramu zilizopangwa kumwaga hapa zimagwe kwa kiwango kile ambacho kimewekwa. Kwa baada ya hayo, nataka niwaambie, baada ya hayo mumruhusu Mheshimiwa Meya nimpeleke na mashariki akaone madimbu yalivyochimbwa kule barabarani. Napo wananchi kule nimewaambia wanahitajika kumwagwa moramu. Kwa sababu hapa inaendelea, na mmeshamwambia Meya mnahitaji moramu nyekundu. Mheshimiwa Meya, tunahitaji moramu nyekundu. Wala msituletee nyeusi ambayo itaisha hapa. Tunahitaji nyekundu ili na kule tukawahudumie. Kikubwa tunakushukuru, na nyinyi wananchi nawashukuru. Hakuna aliyepigwa, hakuna aliyetukanwa, hakuna aliyeziriwa. Mpo kusimamia barabara yenu. Na hii barabara lazima ipitike. Baada ya kuyasema haya, nataka niwaambie wananchi, msiwe na jazba. Msiwe na jazba kwa kipindi hichi hapa. Tumepatwa na tatizo, na kwa tulisimamia tatizo lifanyaje? Alafu baadaye ndio tutatafuta sasa aliyeleta tatizo ni nani. Mwenezi na